Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Reuben Kwagilwa ameagiza kusimamishwa kazi afisa utumishi pamoja na mhandisi wa halmashauri ya wilaya ya Mkalama kwa tuhuma za kushindwa kusimamia nidhamu kwa watumishi na matumizi mabaya ya fedha za ujenzi wa miradi ya serikali. Hii ni ripoti ya Mika Ramadhani kutoka Singida ikiarifu zaidi. Katika taarifa ya wilaya hiyo iliyosomwa na mkuu wa wilaya ya Mkalama Moses Machari, inazungumzia hali ya utovu wa nidhamu kwa wakuu wa idara. Utumishi wa umma wakati fulani unaweza ukaonekana ni mahala pabaya kwa sababu ya watu fulani kuto kutimiza wajibu wao. Nidhamu ya halmashauri yetu wakati mwingine inakwamishwa kuwa na baadhi ya wakuu wa idara kama hawa. Na vipi kuhusu ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya msingi Grace Mesaki kata ya Kinampundu? Kati ya vyumba 8 tunavyojenga, vyumba 2 vya elimu ya awali na vyumba 6 vya madarasa vya elimu ya msingi, ni shule mpya hiyo, vyumba 7, nasikitika kuambia Mheshimiwa Naibu Waziri, hawajaweka mawe. Kwa hiyo wanatusumbua. Kufuatia taarifa hiyo, Naibu Waziri wa TAMISEMI Reuben Kwagilwa akafika kujionea ujenzi wa vyumba hivyo vya madarasa. Mbao ulizotumia kwenye kenchi hivi ndio BOQ inavyoelekeza. Kuna papi 2x3, draft 2x2, kuna raft ambayo ni 2x4. BOQ nasema BOQ itoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI nasoma 2x6. Wewe umefanyaje? Ndio nilisema Mheshimiwa Naibu Waziri baada ya wewe nieleze umefanya kama BOQ inavyosema? Hapana, nilibadilisha specification. Ulibadilisha? Ndio. Na hapa Naibu Waziri akatoa maagizo kwa Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi afisa utumishi wa halmashauri hiyo Elia Samata na mhandisi wa halmashauri Magadula Innocent. Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi mhandisi kuanzia sasa, wakati akikamilisha taratibu za kiuchunguzi ambazo nina taarifa na ninafahamu kwamba timu ilishakuja hapa. Hatua ambazo zimefikiwa kwenye shauri hilo, Katibu Mkuu ninamwelekeza kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri azikamilishe na mhandisi huyu achukuliwe hatua za kinidhamu, na kama kuna fedha yoyote itabainika imetumika ndivyo sivyo, pamoja na hatua hizo za kinidhamu, akiwa amesimama kazi, fedha hizo arudishe. Wote waliohusika warudishe fedha hizo. Nao wananchi wa kijiji cha Kinampundu wakapongeza hatua hiyo iliyochukuliwa na Naibu Waziri. Hatua kama hizi hapa ndipo tunaona kwamba serikali inatuthamini na miradi inayoleta inatakiwa pia ionekane kwamba ni miradi halali na inafanyika vizuri. Na baadhi ya watu wachache wanaojifanya kwamba pengine sisi hatujui, sisi tunajua, na ndio maana tumemweka Mheshimiwa Rais. Mimi nimpongeze kwa sababu imefikia kipindi watu wamekuwa na mazoea, wanafanya kazi kwa mazoea, hawataki kubadilika. Kwa hiyo ninashauri kama kijana, Mheshimiwa Waziri aendelee kuwachukulia hatua wale ambao wanakuwa wanafanya kazi kwa mazoea. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Mkalama mkoani Singida, mimi ni Mika Ramadhani, EATV. Naam, asante Mika kwa taarifa hiyo. Tanzania imeendelea kuwa kitovu cha